Tumekuwa katika bunge la budget kuanzia mwezi April na wiki hii bunge hili litahitimishwa kwa bajeti kuu ya serikali kusomwa na waziri wa fedha Juni 11. Lakini katika bunge hili la budget, wizara mbalimbali zimekuwa zikisoma bajeti zao, kila wizara ikija na vipaumbele vyake na fedha ambazo zinapendekeza kuwa zikipatiwa fedha hizo basi utekelezaji wa budget katika wizara yao mambo yatakwenda vizuri, Watanzania watanufaika. Sasa tunarejea nyuma kidogo. Bajeti hii na bajeti ambazo zimesomwa si bajeti ya kwanza. Tunarejea katika bajeti zilizopita, utekelezwaji wa bajeti za wizara mbalimbali, na kuna mjadala uliibuka bungeni katika bunge hili kuwa bajeti ambazo wizara zinaomba, kuna bajeti ambazo hazifiki hata 50% katika kupatiwa fedha hizo. Mfano wizara inaweza ikawa imeomba labda trilioni 1 lakini wizara ikapatiwa labda bilioni 400, bilioni 450. Sasa hizi bajeti zinatekelezeka kwa kiasi gani au hazitekelezeki kwa kiasi gani? Tunaungana naye hapa Sospeter Kibishi, huyu ni mshauri wa masuala ya uchumi na fedha. Karibu sana Sospeter. Asante sana. Karibu sana Kibishi. Asante ndugu mtangazaji. Lakini kwa njia ya mtandao tunaungana naye pia mtaalamu wa uchumi na mshauri wa fedha Dr. Indiaeli Kaya. Dr. Kaya, karibu sana. Nashukuru sana ndugu asante. Karibu sana. Tukianzia kwako, tukizungumza kuhusu bajeti ya wizara, bajeti ambayo wizara inasoma bajeti yake, inakuja na mapendekezo, vipaumbele, vitu ambavyo wanaona kuwa hivi ndivyo ambavyo wanatakiwa kuvifanya kwa ajili ya maendeleo ya wananchi katika sekta husika. Inakuwa ni kitu gani hasa? Inakuwa ina mantiki gani ndani yake? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, dada Njuki. Ni ukweli kwanza tuanzie nyuma kidogo kwamba mara nyingi na siku zote bajeti huwa inaishia na namba. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba pamoja na kwamba bajeti huwa inaishia na namba, kwa tunakuja kuona namba mwishoni, lakini haianzi na namba. Bajeti ni nyenzo ya kutekeleza mipango aidha ya nchi kama ambavyo tunaona kama ni bajeti kuu ya serikali au ya wizara kwa kuzingatia bajeti za wizara. Kwa hiyo tuna bajeti kimsingi inapaswa na uanza na mipango, ambayo mipango hii inaweza ikawa ni ya mipango ya muda mrefu, inaweza ikawa mipango ya muda mfupi, inaweza kuwa pia mipango ya muda mrefu sana. Mathalan katika uandaaji wa mipango ya wizara mbalimbali kwa sasa hivi na hasa kwenye bajeti ya mwaka 26-27 wizara hizi kwa mara ya kwanza zinaandaa bajeti ambayo moja itatekeleza mpango wa miaka mitano wa 25, 26, 20, 30, 31 ambayo mpango huu mkubwa wa miaka mitano wa 25, 26, 30, 31 umejikita pia kwenye kutekeleza au kuelekea dira ya 2050. Kwa hiyo ndiko tunakoanzia huko mipango kwanza, alafu unajiuliza utapata wapi rasilimali za kutekeleza mipango hiyo. Sasa kwa maana hiyo bajeti, utekelezaji wa bajeti sasa kwa maana ile budget performance, kimsingi utekelezaji wa bajeti ndio pia unaelezea ni kwa kiwango gani ile mipango iliyowekwa na wizara au na nchi kwa ujumla imetekelezwa au imefikiwa hiyo mipango. Na kwa maana hiyo kama utekelezaji wa budget kwa maana ya budget performance, ile budgetary ile financial budget performance kama sio kubwa, maana yake pia tunafikiria au tunaona kwamba utekelezaji wa mipango na zile aspirations na yale maono ambayo yaliwekwa kwenye wizara au ya wizara inapanga kutekeleza inakuwa ni kidogo. Sasa
Kwa sasa hivi, kwa mfano kwa bajeti ya mwaka 2025/26 ambayo ndio imefikia ukomo wake au inafikia ukomo wake tarehe 30 Juni 2026, kwa ujumla utekelezaji haujawa mzuri sana, japo pia sio mbaya sana, kwa sababu tunavyoangalia utekelezaji wa bajeti kuna mambo mawili. Tunaweza tukaangalia utekelezaji wa bajeti kwa kuangalia ile bajeti kuu ya serikali kwa ujumla, lakini pia unaweza ukaja kuangalia utekelezaji wa bajeti kwa kila wizara kulingana na maombi ya fedha ambayo yaliidhinishwa na kusainiwa na rais kwa mwaka 2025/26 na utekelezaji wake sasa kwa kipindi cha utekelezaji. Kwa hiyo ni kama ninavyosema, bajeti ni maoteo, na wakati mwingine maoteo yanaweza yasiwe halisia kwa maana ya kulingana na mabadiliko mbalimbali ya kiuchumi, kwa sababu wakati maoteo yanafanyika kimsingi kuna kuwepo na assumptions, kuna kuwepo na vitu ambavyo vinafikiriwa wakati wa mpango, wakati wa bajeti, kwamba vitaenda kama vilivyopangwa. So wakati mwingine kunaweza kukawa na kuongezeka au kupungua. Kwa hiyo bajeti inaweza isifikiwe kama ambavyo imepanga, na ndio maana pia kwa mujibu wa sheria ya fedha kuna dirisha pia la kuisha, la kureview, la kuisha bajeti za wizara, hasa inafanyika ile Disemba, baada ya miezi 6 ya utekelezaji. Huwa wizara na taasisi za umma zinakaa na kujiuliza kama yale maoteo yanaweza yakafikiwa au hayatafikiwa, na baada ya kuona hayo wanajiuliza tena ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvitekeleza kwa maana ya priority areas, maeneo gani ambayo hatuwezi kuahirisha ili kuendana na bajeti, lakini ni yapi ambayo tunaweza kuahirisha ili kuendana na bajeti. Na ndio hapo sasa unakuta wakati mwingine bajeti inaweza isifikiwe kile kiwango ambacho ilipangwa. Lakini labda kama utaniruhusu au nitaishia hapo, kama utaniruhusu niseme tu kidogo. Kwa sasa hivi kwa mwaka tunaotekeleza, utekelezaji wa bajeti umeshatekelezwa, report kwa maana ya taarifa zilizopo ni kufikia Machi 2026, ambao tunazungumzia utekelezaji kwa miezi 9. Ndio utekelezaji umepimwa hapo sasa, na nikianza labda kuzungumza tu utekelezaji wa ujumla kwa maana ya utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali, tutakumbuka kwamba bajeti ya mwaka 25/26 bajeti nzima ya serikali ilikuwa ni trilioni 56.5, ambayo kwenye hizo trilioni 56.5 trilioni 50.1 zilikuwa ni mapato ya ndani, ambayo kwa kweli ni 88% au 89% kabisa inafikia, kwa sababu ni 88.8%. Sasa kwa hiyo maana yake kama unazungumzia trilioni 56.5 alafu trilioni 50.1 ni mapato ya ndani ambayo ni 88.8%. Sasa ukusanyaji sasa tutauangalia vile vile kwenye hayo maeneo mawili, kwamba kuna fedha za ndani na fedha nyingine hasa za nje za wadau wa maendeleo, misaada na vinginevyo, ambayo kwa kipindi cha bajeti tunayoizungumzia kwa kweli ilikuwa ni kama 12% hivi tu ambayo tulitegemea kupata kutoka kwa wadau wa maendeleo na washirika wengine ambao tunashirikiana nao kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Sasa tujiulize, na mimi nitajikita kidogo hapa kwenye haya mapato ya ndani, bajeti ya makusanyo ya ndani, ambao tulisema ni trilioni 50.1 ilipaswa kuwa imekusanywa kufikia tarehe 30 Juni 2026, na sasa tuko Mei, lakini tuna taarifa mpaka za mwezi wa 4. Sasa kwa kuangalia bajeti iliyopangwa kukusanywa kutoka ndani ya trilioni 50.1 mpaka kufikia April, kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Fedha, tumeweza kukusanya trilioni 41.4, na utaona makusanyo haya ya trilioni 41.4 ni takribani 82.4%. Na kwa maana hiyo, kama ukiangalia kwa muktadha huo kwamba tulipanga kukusanya mapato ya ndani trilioni 50.1,
tumekusanya mpaka kufikia April trilioni 41.4 ambayo ni 82.4. Bado unaweza ukasema sio mbaya hiyo, kama unaiweka kwenye viwango vya ufaulu wa wanafunzi wa vyuo vikuu, hiyo itakuwa ni alama A. Sasa tunategemea hiyo asilimia iliyobaki, asilimia 17.6 labda inaweza ikawa imekusanywa ndani ya hiki kipindi cha miezi miwili au isikusanywe yote, lakini ninaamini tutafika kwenye asilimia 90 au 90 na zaidi, kwa maana ya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa maana hiyo, tukiangalia budget performance, tukiangalia budgetary execution kwa maana ya collection, kwa maana ya makusanyo ya mapato ya ndani kwa mpaka kufikia April 2026, tunaweza kusema Wizara ya Fedha na taasisi zinazohusika na ukusanyaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya nchi imefanya vizuri, kwa maana ya kufikia hiyo asilimia 82.4. Na hapo sijazungumzia habari za misaada na wale wengine. Kwa mfano kwenye misaada tulitegemea kupata bilioni 925, ambao mpaka kufikia April tulikuwa tumepata kutoka kwenye misaada bilioni 540, ambao ni kama asilimia 80. Kwa hiyo bado tunaweza kusema kwa maana ya makusanyo hali sio mbaya sana. Sasa Dr. Lakini sasa tumekusanya na tunajua kwa nini tunakuwa na budget. Tunakuwa na budget kwa sababu matumizi yanagombania hicho kichache kilichopo. Na in fact tungekuwa na hela nyingi, kusingekuwa na haja ya budget, maana yake tungetumia tu. Kwa hiyo kuna habari ya kukusanya, alafu kuna habari ya matumizi. Sasa hapo kwenye matumizi, dadangu Juki, ndio hapo umelenga swali lako, na hasa kuna baadhi ya wizara kwa kweli utekelezaji wa budget mpaka kufikia March au April, kwa maana ya zile fedha zilizoachiliwa kwenda kutekeleza sasa zimekuwa sio za kuridhisha. Na hapa moja ni kwa mfano Wizara ya Kilimo. Wizara ya Kilimo ilikuwa imetengewa kwenye bajeti ilizilishiwa. Hatujachambua wizara moja moja, Dr. Tutakuja hapo kwako. Hebu tupate hapo kwa kibishi kuhusiana na utekelezaji kama ambavyo Dr. alikuwa anaeleza hapo. Ni changamoto ya kila mwaka kimsingi. Kila mwaka wa fedha unapokuwepo, bajeti haitekelezwi kwa 100%. Kuna baadhi ya wizara kama ambavyo ameeleza zinatekeleza hadi chini ya 50%, japo kuna nyingine zinakwenda mpaka zaidi ya 80%. Kwa mfano Wizara ya Jeshi la Kujenga Taifa, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Maji zenyewe zimetajwa kutekeleza kwa angalau 80%+. Ukimaanisha Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Sasa kwa nini maeneo mengine inaonekana ni changamoto fedha hizi kupatikana? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyosema Dr. Kaaya, tunaelewa kwamba bajeti ni kwamba ni makisio, na tunapoandaa bajeti tunaweza tukawa tumeandaa kwa mipango yetu kwa muda mfupi, malengo yetu ya muda mfupi, marefu au marefu sana. Sasa changamoto gani ambayo inakumba, kwa nini baadhi ya wizara zinashindwa kufikia malengo yamkini katika makusanyo kwa malengo yaliyojiwekea? Kwa sababu unapofanya bajeti siku zote wizara zinakuwa na malengo. Lengo la kwanza, wanaweza kuwa na malengo, wana bajeti ya kukusanya kiasi fulani, au wanaweza kuwa na malengo ya matumizi, kwa hiyo bajeti yao ni matumizi. Sasa matumizi yako ya aina mbili, kuna matumizi ya kawaida na matumizi ambayo ni ya maendeleo. Na mara nyingi kwa bajeti zetu, hasa bajeti zetu za Kiafrika, bajeti kubwa inakuwa kwenye matumizi ya kawaida, kwa sababu kulingana na mifumo na ukusanyaji wetu jinsi ulivyo. Sasa wanashindwa kutimiza malengo kwa sababu mbalimbali. Sababu mojawapo ambayo mimi ninaiona na ndiyo sababu kubwa, kwanza kabisa ni hali ya uchumi ambao tunakuwa nao katika nchi zetu. Sisi ni nchi ambazo tunaendelea. Kwa sababu ni nchi zinazoendelea, maana yake ni kwamba kwa lugha ya mtaani huku tunaweza kusema ni nchi ambazo tunajitafuta. Sasa kama tunajitafuta, ni kwamba tuna mambo mengi ya kufanya, wakati huo huo mianya yetu au zile stream
kwa Kiswahili tunaweza kusema stream, sosi zetu za kupata mapato ya kuweza kutekeleza hizo mirija ile ya kupata fedha bado mara nyingi ni tegemezi, sio yetu ile ya ndani. Ya ndani ina viwango ambavyo ni vichache sana. Kwa hiyo sasa, kwa ule uchache unafanya hizi bajeti, wizara hizi zinashindwa kutekeleza. Sasa kufeli kwao katika kutekeleza bajeti hizi, sababu hizo niliyoisema, ya kwamba kukosekana kwa mirija ambayo ni mizuri katika kupata vyanzo vya mapato yetu ya ndani. Sisi vyanzo vyetu vya ndani mara nyingi tunategemea sana Mamlaka ya Mapato Tanzania, yaani wao ndio wakusanyaji wakubwa wa mapato ya ndani. Maana yake ni kwamba kama Mamlaka ya Mapato kwa maana ya TRA wakishindwa kukusanya vyanzo vingi vya ndani, tutegemee pia hata kufeli kwa bajeti zetu. Sasa taasisi zingine, kwa maana wizara zingine, wanakusanya kodi. Let's say tuseme wizara ya TAMISEMI, ambazo halmashauri hizi husika zipo. Halmashauri wana malengo au wana kodi mbalimbali, tozo, ushuru ambao wanapaswa wakusanye kwa ajili ya kutekeleza bajeti. Kwa hiyo bado hawana ile nguvu, kwa maana ya manpower, ile resources ya human labor ya kuweza kukusanya hizo kodi ambazo wamejiwekea, tofauti na TRA. Kiasi fulani wanajitahidi kulingana na kwamba nchi sehemu kubwa inawaangalia wao. Kwa hiyo hata serikali nguvu kubwa imeiweka katika Mamlaka ya Mapato Tanzania. Sasa kwa taasisi zingine wanakosa wataalamu. Hii sasa ni sababu nyingine. Wataalamu ambao wanaweza wakahusika katika ukusanyaji wa mapato kwa ajili ya kutekeleza bajeti ambazo wamewekewa. Kwa hii ni sababu ambayo naweza nikasema ni kama sababu ya pili, kwamba kwa nini kulingana na swali uliloniuliza, hizi wizara zinashindwa kutimiza malengo yao kwa upande wa mapato, ukusanyaji wa mapato. Kama mtaalamu utakuja kutupa ushauri hapa na kuzipa ushauri mamlaka, kwa sababu tunaelekea kwenye bajeti nyingine, ikiwa bajeti iliyopita bado hatujaitekeleza kikamilifu. Lakini kwa dokta hapo, hebu tuambie na wewe unadhani nini kifanyike sasa? Ulikuwa unatarajia hizo wizara na jinsi zilivyotekeleza bajeti zake, lakini hizi wizara tunafahamu ni nyingi. Dokta, hebu tuende moja kwa moja, mambo gani ya kitaalamu ambao unashauri ili tuweze kufanya vizuri kwenye utekelezaji wa bajeti? Asante sana ndugu, good luck Paul. Kuna vitu vingi vya kufanya, lakini vikubwa, moja ni kwa kweli ni kuwa kwanza tunaanza na kuandaa budget ambayo ina uhalisia, kwa maana ya realistic budget. Tukijikita kwenye kuandaa budget ambayo ni halisia, tutajipanga kuweka zaidi vipaumbele. Na kuliko kuwa na budget ambayo ni pana au ambayo iko optimistic, kwa jina la Kiswahili sita kwa nini hapo, lakini ambayo inategemea kwamba mapato yatakuwa makubwa sana, alafu kwenye utekelezaji ikakwama. Kwa cha kwanza ni kuandaa budget ambayo ina uhalisia na ambayo kwa kweli inajikita kwenye vipaumbele hasa. Kama ni Wizara ya Afya, najua kuna dira 2050 ambayo inatuelekeza nini vipaumbele kwenye Wizara ya Afya, Wizara ya Kilimo, lakini kuna mpango wa miaka mitano wa serikali 2025, 26, 27, 30, 31, pia kule kumeainishwa vipaumbele. Tujikite hapo hasa kwenye vile vipaumbele, alafu hivyo ndo tuviombee pesa. Ninajua kwamba wakati mwingine kuna kuwepo na hizo other charges, kwa maana ya amezungumzia hapo mtaalam, yale matumizi ya kawaida ambayo wakati mwingine pia hayaepukiki. Mathalan tutazungumzia mishahara na mingine ambayo kimsingi yatakuwepo tu, lakini kwenye zile hasa maeneo ya kimaendeleo tuchague vipaumbele. Inawezekana ni vichache, lakini ambapo tunajua tukielekeza hela pale, hata kama ni viwili, tukiweza kutekeleza kwa uhakika, basi tutaona mrejesho chanya kwa wananchi. Hicho ni jambo la kwanza.
kuwa na realistic budgeting. Lakini cha pili, ndugu mtangazaji, ni kuongeza wigo wa mapato, kwa maana ya tuwe wabunifu zaidi, kuwa na vyanzo vingine vya mapato. Ameongea mtaalamu hapo, na ukiangalia ndio uhalisia kwamba kwa kiwango kikubwa kodi mapato yetu, kwa maana ya bajeti yetu kwenye upande wa mapato inategemea sana kodi. Na hapa ni labda tuongee tu kwa takwimu hapa, kwa sababu takwimu ina sauti zaidi. Kwa kwenye hii bajeti inayoishia mpaka kufikia April, kwa data ambazo nilizitoa hapa, ambao tumesema tumekusanya trilioni 41.4. Kati ya hizo trilioni 41.4 ambazo zimekusanywa kufikia Aprili 2026, trilioni 34 na zaidi kidogo zimekusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Maana yake hapo unazungumzia kwa kiwango kikubwa kwa kweli ni kodi, ambayo inaweza ikawa ni direct, ni kodi ile ya moja kwa moja, lakini inaweza ikawa ni zile kodi ambazo sio za moja kwa moja, kwa maana zinazochajiwa kwenye bidhaa na huduma mbalimbali ambazo tunazitumia. Na kwa maana hiyo kipato kinachobaki kati ya hiyo 30, kwenye 41 ukitoa 34, na hiyo kiasi kilichobaki ndio mapato mengine yaliyokusanywa kutoka kwenye taasisi nyingine, hata tunaita madhuri kutoka kwenye taasisi nyingine na wizara nyingine za fedha. Kwa hiyo nitasema cha pili, kwa kweli kuna haja ya sisi wataalam pamoja na mamlaka husika kukaa na kuona vyanzo vingine, na hasa vile vyanzo ambavyo ni endelevu katika kuongeza alisema streams hizo, vyanzo vya mapato. Hicho ni kitu cha pili. Lakini cha tatu, kimsingi ili uweze kukusanya hata kama ni kodi au ni mapato mengine, ni lazima uhakikishe infrastructure au miundombinu ya kiuchumi na inayowezesha shughuli za kiuchumi ipo na imejengeka vizuri na ina facilitate au inawezesha mwananchi mmoja mmoja kutengeneza kipato, kwa sababu kimsingi hata hizo kodi na mapato mengine yanatokana na mwananchi mmoja mmoja. Sasa maana yake ni nini hapa? Maana yake ni kwamba kama mwananchi mmoja mmoja hana uwezo wa kutengeneza kipato cha kutosha, au miundombinu iliyopo mathalan ya uzalishaji kwenye kilimo kwa maana ya umwagiliaji, kwenye usafirishaji wa bidhaa na huduma mbalimbali kwa maana ya barabara, kama havipo sawa, maana yake pia sasa kwa maana ya ujumla serikali nayo itakuwa na kipato duni. Kwa hiyo ndio umekuwa mwelekeo wa serikali. Ukijaribu kuangalia bajeti ya miaka 5 iliyopita, utaona bajeti ya maendeleo imekuwa ikiongezeka continuously kwa kipindi fulani, kwa muendelezo kwa miaka 5. Na kwa maana hiyo tunategemea kama ile bajeti ya maendeleo itatekelezwa vizuri, maana yake itatengeneza infrastructure, itatengeneza miundo mbinu, itatengeneza mazingira ambayo yatamfanya mwananchi mmoja mmoja apate kipato cha kutosha, na mwananchi mmoja mmoja apate kipato cha kutosha, ndio hapo anaweza kulipa kodi vizuri, anaweza akalipa tozo nyingine vizuri, na hivyo pia serikali kupata pesa nyingi. Na kwa nini nasema hivyo? Unaweza kuuliza mwalimu, kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu hatimaye kama tunataka tuwe imara na tuwe endelevu kwenye kipato na utekelezaji wa bajeti, ni lazima bajeti zetu ziwe internally funded. Lazima ziwe zinapata hela, asilimia kubwa inatoka ndani kuliko kuwategemea watu wa nje. Na hapa niruhusu tu ndugu mtangazaji niseme kwa maana ya miaka kama 3 hivi, kwa kweli serikali imejitahidi sana kupunguza utegemezi wa bajeti, na ndio utagundua kwamba hata kwenye bajeti inayoishia ni 13% tu, 12.2 tu ambayo tulitegemea kutoka kwa wadau wa maendeleo na watu wengine, lakini 88.8 au 9 ilikuwa ni mapato ya ndani. Sasa hiyo ni hatua moja kubwa sana kwamba
bajeti yetu imejielekeza kutegemea 89% kutoka kwenye mapato ya ndani. Hiyo ni hatua muhimu sana, lakini bado haitoshi, kwa sababu inakuja kwenye hatua ya pili ya utekelezaji wa bajeti yenyewe. Tumekusanya kiasi gani kwenye hiyo 88 au 89 ya mapato ya ndani ambayo tulitegemea kufanya. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nafikiri kwa hayo tukianzia hapo, kuja na vyanzo vipya vya mapato, kutengeneza mazingira ya uzalishaji, hasa mazingira yanayohamasisha kila mwananchi kujiwajibisha ili apate kipato. Mwananchi akipata kipato, serikali itapata kipato, na hivyo inaweza kutoa huduma kwa jamii na hivyo kuleta ustawi kwenye nchi yetu, na kupanga vipaumbele vinavyoakisi uhalisia. Nafikiri inaweza ikaimarisha ustawi wa utekelezaji wa bajeti. Na cha mwisho, cha 4, ni kuhakikisha kwamba tunaziba mianya yote ya upotevu wa pesa za umma, kwa maana ya hela iliyopangwa ielekezwe kuwahudumia wananchi na si vinginevyo. Na kwa maana hiyo mifumo ya udhibiti na mifumo ya udhibiti ubadhirifu na mifumo ya udhibiti rushwa na mifumo ya upotevu wa fedha za umma inatakiwa iimarishwe ili kuhakikisha ile pesa inayotengwa na pesa inayopatikana kwa kweli inaelekezwa kwenye kutekeleza mpango wa maendeleo wa miaka 5 wa serikali, mpango wa maendeleo wa mwaka mmoja wa serikali na bajeti ya mwaka, na hiyo ndio itatusaidia kufikia ile ndoto kubwa ya kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo 2050. Na hapo katika hilo nilikuwa naongea na mwenzangu asubuhi, nikamwambia tuna dira ya kufikisha uchumi wa trilioni 1 dola za Marekani, trilioni 1 mwaka 2050. Sasa hiyo inahitaji uchumi unakuwa kuanzia 7% mpaka 8%, yani kwa miaka hii 25 mfululizo. Kutoka GDP tulionayo nafikiri ya dola bilioni 95 hivi ambayo tunayo sasa hivi, mpaka kufikia tunaingia kwenye ile a trillion dollar club ya nchi ambazo za uchumi wa trilioni 1. Sasa katika hili, moja kati ya vitu ambavyo vinaleta wasiwasi mkubwa ni jinsi ambavyo tunatekeleza bajeti zetu zilizopita. Bajeti zinazopita hazitekelezwi kikamilifu. Sasa ili kuweza kwenda na hiyo kasi na malengo tuliyojiwekea, ndio hapo nilitaka kuifahamu kutoka kwako kama mshauri wa masuala ya kodi. Ni vitu gani ambavyo unashauri sasa serikali na mamlaka zinazotekeleza bajeti zifanye ili kuweza kufikia ama kwenda kwenye kasi ya kufikia ndoto hiyo? Asante. Ni kweli sasa hivi tuna dira hiyo ya taifa ambayo tunasema 2050, na kutokana na kuifikia hiyo dira kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya. Kwa mfano, umesema vizuri kabisa kwamba tunatakiwa kuwa na uchumi endelevu wa 7% mpaka 8%. Sasa huwezi kuwa na uchumi endelevu, lazima kuna baadhi ya vitu vikae sawa. Na moja ya vitu ni kuwa na bajeti halisia kama alivyosema mtaalamu pale. Ifikie hatua sisi kama nchi tuwe na bajeti halisia. Sio tu bajeti halisia, ni bajeti halisia ambayo inaleta matokeo. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwamba tumesema tunahitaji kukusanya let's say trilioni 70. Sasa tunaposema tumekusanya trilioni 70, tafsiri yake haya makusanyo tunayapata ndani ya nchi au tunayapata nje ya nchi. Lakini sasa ili uweze kuendelea inabidi uwe na una sehemu kubwa ya kujitegemea. Mtaalamu amesema vizuri kabisa pale kwamba kama tutakuwa na bajeti ambazo tunajitegemea, sasa je, tunawezeje kujitegemea? Ndio tunakuja pale lazima tukusanye. Sasa katika ukusanyaji ndio pana changamoto. Changamoto iliyopo, huwezi kukusanya kipato ambacho kinaweza kutekeleza bajeti yako na kufikia dira yako uliyojiwekea kama tu kuna shida katika ukusanyaji. Ninaweza kuelezea shida kama 3 au 4. Shida mojawapo katika ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani ni mifumo au sera za kikodi ambazo yamkini si rafiki kwa nchi. Kwa mfano, kwa watu wanaokuja kuwekeza.
Sasa kama mifumo na sera si rafiki, tutegemee kabisa hata upataji au ukusanyaji wa mapato hautakuwa ni sahihi. Na unaweza kuleta sasa mianya ya ukwepaji kodi. Katika kodi huwa kuna terminology kama mbili, nadhani umewahi kuzisikia mtangazaji. Kuna kitu kinaitwa tax evasion na tax avoidance. Sasa unapokuwa na mifumo ya sera isiyokuwa mizuri na rafiki, unaweza kufanya watu wakafanya tax avoidance. Avoidance ni ukwepaji wa kodi ambao mtu anatumia sheria. Kwa hiyo sera zetu zilizojiwekea, sheria zetu, mtu anazitumia hizo kwa ajili ya kukwepa kodi, au anafanya tax evasion, ni ile intentional kabisa, yani yeye mtangazaji, unajua kabisa unatakiwa kipato changu hiki au nikifanya kitu hiki nilipe kodi ya shilingi 5, lakini unafanya makusudi kabisa kukwepa kulipa hiyo kodi. Sasa hiyo ni nini? Ni kwa sababu mifumo yetu ya sera ya kikodi haijakaa vizuri. Kwa hiyo ninashauri sasa kwa upande wa serikali tuweke hiyo mifumo mizuri ya sera katika ukusanyaji wa kodi. Hiyo moja. Pili, ili sasa tuweze kufikia hata hiyo dira yetu na kufikia bajeti zetu hizi, pia tunatakiwa kuweka uwazi katika ukusanyaji kodi na matumizi ya kodi husika. Kwa hiyo tumejiwekea bajeti. Hizi bajeti kuwe na uwazi, wanaita transparency. Kwa hiyo wananchi waone kwamba bunge walisema wameweka bajeti ya kukusanya kiasi hiki. Je, hii kodi inakusanywa katika uwazi? Kwa hiyo kama hakuna uwazi na matumizi yale yanayofanyika yanakuwa na ubadhirifu, nadhani hatutafika, kwa sababu ni vyanzo ambavyo vitakwamisha kufikia hiyo dira. Kwa hiyo sasa hivyo ni vitu ambavyo tukivifanya katika kuweka uwazi katika ukusanyaji kodi na matumizi yetu ya bajeti, tunaweza tukafikia lengo ambalo tumejiwekea. Na lengo ni muhimu lifikiwe. Ni lazima tufikie. Lakini bado tunapambana kulifikia. Kabisa. Tunashukuru sana Kibishi, asante. Lakini tunamshukuru pia Dr. India Eli Kaya, mtaalamu wa uchumi na mshauri wa fedha, akizungumza nasi kwa njia ya mtandao. Shukran sana kwa kutupa ufafanuzi huo, ikiwa ni siku chache tu kuelekea kuwasilishwa kwa bajeti ya serikali, bajeti ya mwaka 2026/27. Zaidi ya trilioni 62 zitapangiwa matumizi, ama itakuwa na namna ya kuzipata, lakini namna ya kuzitumia, ikiwa ni ongezeko kutoka shilingi trilioni 56 za Tanzania, ambazo ilikuwa ni bajeti ya mwaka 2025/2026. Tunaendelea kujadili na kufafanua masuala kadha wa kadha kuhusu bajeti, lakini wakati huu tulikugusia kuhusu swala la utafiti, wiki ya utafiti ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo sasa hebu tuende kwenye viunga vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu kikongwe zaidi nchini Tanzania, ambacho kimekuwa kikiwaonesha Watanzania mambo ya kitafiti ambayo yamekuwa yakifanyika katika chuo hicho. Na mwenzetu David Wakarungi amekuwa ndani ya viunga hivyo na amezungumza na naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia utafiti kujua yapi hasa Watanzania wayatarajia ama wayashuhudie katika wiki hiyo ya utafiti ambayo inaanza hii leo. David, karibu endelee. Shukran sana studioni, na moja kwa moja tupo hapa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na hapa ni ndani ya ukumbi wa Nkrumah Hall unaopatikana katika viunga hivi, miongoni mwa kumbi maarufu ambako kunafanyika mkutano ama kutakuwa kunafanyika mawasilisho kadhaa panapohusika wiki ya utafiti ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa ni maadhimisho ya 11 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2015. Na hii wiki ya utafiti ama kama wao wanavyosema Research and Innovation Week 2026 inamaanisha nini kwao? Basi tunaungana na kaimu mkuu wa chuo eneo la utafiti, Profesa Nelson Boniface. Habari ya wakati huu kwa mara nyingine? Nzuri sana. Ndio. Hii wiki ya utafiti inamaanisha nini kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na inabeba ujumbe gani? Ni wiki muhimu sana. Mwaka huu tumechagua kauli mbiu unayosema kutumia rasilimali ya madini ya Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba masuala ya kidijitali, usalama pamoja na nishati mbadala yanachukua kasi katika nchi yetu. Hii ni katika kutekeleza dira ya 2050 ya nchi yetu, lakini dira ya
Afrika tunayoipenda, yani dira ya AU Afrika tunayoipenda 2063 na dira ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumekuwa tukionyesha wiki ya utafiti na ubunifu kwa miaka 11 mfululizo. Mwaka huu ndio kauli mbiu yetu ni hiyo hapo. Sasa tumekuwa tuna mafanikio makubwa sana katika haya mafanikio, kwa sababu tunaonesha kazi za wanafunzi wetu wa undergraduate na postgraduate wanazozifanya. Hizi zinawatangaza kwa sababu ni kazi za ubunifu na utafiti, na wengi wameweza kuanzisha makampuni kutokana na mchango wetu katika kuwapa maarifa, na hayo makampuni yametambuliwa. Na kumbuka tarehe 5 Mei CRDB Foundation, baada ya kusikia chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatoa wahitimu wazuri na wenye makampuni na wanaweza kukopesha katika biashara, wameanzisha mpango kabambe unaitwa UDISM Imbeju Fund, ambao ni mkopo rahisi ambao unadhaminiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na zaidi ya wahitimu zaidi ya 100 wameapply na wamefanikiwa. Na tumeona katika maonyesho kama ya Sabasaba vijana wakionyesha kazi nzuri sana wakitangazwa huko duniani. Na mwaka wa jana tu peke yake, kuanzia nadhani ulikuwa mwezi wa 5 mpaka sasa, kutokana na kuhamasisha kwamba watu walinde kazi zao za kiutafiti na kiubunifu, tumeweza kutengeneza zaidi ya patenti 6 katika miezi 10 tu, na hii inaonyesha jinsi ambavyo vijana wanaandaliwa vizuri kwa ajili ya kujitegemea na wanaweza kuanzisha kampuni na kuanzisha biashara zao binafsi. Profesa Nelson, katika hii wiki ya utafiti ambayo mnaifanya, mtu aliyeko kijijini huko ndani, hii wiki ya utafiti ama utafiti ambao unakuwa unafanywa na chuo kikuu cha Dar es Salaam unamsaidiaje au unamsaidia nini? Au hii ni kwa ajili yenu ninyi wasomi na wanazuoni? Unawasaidia hata Watanzania wa kawaida. Sisi tuna utaratibu wa kuwatambua watu wanaofanya juhudi. Kwa mfano mwaka wa jana tuliwatambua wafanyabiashara wadogo wadogo, kina mama tu hawa, tukawaita waje kuonesha biashara zao hapa, na baada ya kufanya vizuri tukawachagua waende kwenye mabanda ya Sabasaba kutumia stage yetu bila kulipia pesa yoyote, na wameweza kuboresha biashara zao, kuboresha management ya biashara zao. Kwa utaona kwamba hata watu wa kawaida wa mtaani wanafaidika na maonesho haya. Yeah. Kwa upande wa watunga sera, wafanya maamuzi, ni kwa kiasi gani wanazizingatia hizi tafiti ambazo mnakuja nazo kuzifanya ili waweze kuzihusianisha katika kutengeneza sera ili kutatua matatizo na changamoto mbalimbali zinazokabili nchi yetu? Tumeona mwitikio mkubwa kutoka serikalini, makampuni binafsi. Baada ya kujua kazi zetu na ubora wake, wamekuwa wakija kutafuta kushirikiana na watafiti wetu kwenye kupata tunasema ushauri elekezi wa kitaalamu kwenye sera, lakini kwenye miradi ya kimkakati ya nchi yetu. Kwa hiyo inaonyesha rasmi kwamba ushiriki wa serikali na kampuni binafsi, baada ya kutambua kwamba sisi chuo kikuu Dar es Salaam tuna mchango mkubwa, wanakuja kufanya kazi na sisi kwa karibu sana. Yeah. Na kwa upande sasa wa hizi siku 3 kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 11, hizo siku zote ni mambo gani yatakuwa yakiendelea zaidi? Leo tarehe 9 tutakuwa na mheshimiwa waziri wa madini ambaye atakuwa ni mgeni rasmi, atafungua ili zoezi, na baada ya hapo tutasikiliza mijadala maalum ambayo itatolewa na wabobezi katika sekta ya madini na sekta zingine. Na baada ya hapo tutakuwa tuna mheshimiwa Tharman ambaye ni rais wa Singapore. Huyu ni mgeni rasmi. Sasa amevutiwa na atakuja kuyaangalia haya, pamoja na kwamba amekuja na ziara yake nchini baada ya kusikia kwamba kuna maonesho hapa, anakuja. Kwa hiyo inaifanya kwa maonesho yetu ya kimataifa, na hilo ni jambo muhimu sana kwa nchi yetu, ambapo tutaonekana dunia nzima. Na katika maonesho wanafunzi wataonyesha kazi zao, lakini vile watafiti wetu walimu wataonyesha kazi zao za utafiti na ubunifu, na kutakuwepo na mijadala, yani dialogues, ambapo wataalamu kutoka katika private sector watakuja watuambie private sector, lakini na sekta zingine nchini zinataka nini, ziende wapi, na sisi kwa kutumia uzoefu wetu katika utafiti na ubunifu tunafundisha katika mwelekeo huo, kusudi wanafunzi wetu wanaohitimu wawe tayari wako aligned na nchi yetu inapotaka kwenda kimaendeleo na kiuchumi. Ndio. Ninyi mnafanya utafiti ama tafiti kwa ujumla, na tumeona kauli mbiu yenu inagusia masuala ya madini ya kimkakati, lakini nishati mbadala na usalama wa kijamii.
Na mnaona vipi bado ni vikwazo? Kwa sababu tunaona madini ya kimkakati kama grafiti, urani na cobalt, nchi ambazo zimeendelea zinaanza kuyatizama kwa jicho la kimkakati. Sisi changamoto bado ni kuona kwamba madini haya yanatukwamua na tunasonga mbele na hata kipato cha nchi yetu na maisha ya wananchi yanabadilika kwa ujumla. Changamoto ni uelewa. Tulivyoleta hiyo mada kwamba madini kwa ajili ya uchumi wa kidijitali, kwa ajili ya usalama wa kitaifa, lakini kwa ajili ya nishati mbadala, watu walikuwa waelewi. Wakafikiria masuala ya madini ni masuala ya watu wa jiolojia na mainjinia. Tukawaelewesha kwamba madini yanatakiwa yasimamiwe na watu wote, discipline zote. Wanasheria watusaidie kutengeneza sheria nzuri za madini, lakini watu wa mazingira watusaidie kuweka miundombinu mizuri ya jinsi ya kutunza mazingira yetu, lakini watu wa social sciences, humanities watusaidie kutatua migogoro inayojitokeza wakati wa kuchimba madini. Lakini kitu muhimu sana katika mnyororo mzima wa thamani, watu wajue kuongeza thamani ya madini. Kwa mfano, watu wanaosoma masomo ya creative arts, creative economy, wanaweza wasijue wao wana role gani, vitu vya thamani vinatengenezwa na akina nani, na wao wanabuni. Sisi watu wa jiolojia, mainjinia, tunatafuta, tunachimba, lakini ukiangalia ule mnyororo wote, kila mmoja akishiriki kwa taaluma yake, nchi itaibuka na tutaacha kuuza malighafi, kwa sababu kila mtu atajua wajibu wake kwenye sekta ya madini. Na kwa upande wa wananchi, kwa sababu ninyi mnafanya tafiti, mnafika huko ndani mashinani, wapi, wananchi wanaona kabisa madini ni sehemu ya rasilimali zao, au wanaona madini sasa ni mali za viongozi na serikali? Wanaona. Kwa mfano, ukiwaelimisha, kwa mfano madini kilimo yanaitwa apatite, ukienda Minjingu pale ni madini. Sasa ukishawaelimisha kwamba hayo ni madini, unajua kwamba kumbe yanatusaidia sisi sote. Ukienda madini kama ya ujenzi, hizi zinaitwa carbonates, hizi aggregates, yote hayo ni madini. Kwa hiyo wataelewa. Kwa hiyo madini sio dhahabu peke yake au yale madini ambayo tumezoea kuyaona yakipendeza tu, lakini kila kitu ambacho tumekanyaga chini ya miguu yetu ni madini. Asante sana Profesa. Asante sana. Kama kuna ujumbe wa kuongezea, ninawakaribisha Watanzania wote wapenda maendeleo wasiache kuja kujionea hapa mchango wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinavyonoa bongo za vijana wetu wa Tanzania na kuwafundisha uzalendo wa kupenda nchi yao na kupenda rasilimali yao, kusudi tuisaidie nchi yetu iweze kuwa nchi ambayo imeendelea, kwa sababu tuna madini mengi sana ya kimkakati nchini kwetu. Asante sana Profesa. Asante sana. Asante. Huyo ni Profesa Nelson Boniface, kaimu mkuu wa chuo utafiti hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kama ambavyo tumezungumza naye ambapo inaendelea wiki ya utafiti ikiwa ni maadhimisho ya 11 katika chuo hiki, ambapo inaanza leo tarehe 9 na ukomo wake itakuwa ni tarehe 11 mwezi huu Juni, na ndivyo ambavyo tumezungumza naye. Tutaenda sasa kuangalia kwa upande wa pili, vibanda wanaonesha nini, ni utafiti gani ambao watu wanaonesha na nini na nini. Kwa hiyo kwa sasa nirejeshe matangazo haya studio. Kabisa hapo chuo kikuu. Naona David pia na yeye yuko excited, yuko nyumbani hapo. Najua kuna hisia fulani unazipata ukiwa nyumbani. Lakini kubwa zaidi tumemwona Prof amezungumza. Wewe ni nyumbani zaidi pale. Mimi nyumbani zaidi pale. Tumemsikia profesa akizungumza pale kuhusu tafiti zinazofanyika, lakini namna ambavyo zinaweza zikagusa na zikabadilisha sekta mbalimbali katika nchi kabisa, kama zikiangalia, kwa sababu ukiangalia hapo kuna watu wanafanya tafiti kwenye masuala ya madini kama ambavyo nimegusia, kuna masuala ya afya, kuna masuala ya kijamii, maji, kila kitu. Kwa hiyo sekta mbalimbali, mimi kwa mfano ningeshauri kama hizi taasisi na sekta mbalimbali, mawaziri wakaenda hapo kwenye chuo kikuu au kwenye hivi vyuo vya juu na kuangalia tafiti zilizofanyika katika maeneo yanayowahusu na kujua kwamba hawa watafiti wameibua vitu gani ambavyo vinaweza vikawasaidia. Tulimwona juzi hapa waziri wa ujenzi akisema watu walete proposals za kuhusu namna ya kupunguza foleni, lakini mimi naamini pia kuna tafiti zimefanyika kuhusu eneo hilo. Kwa hiyo akaibuka mshindi. Sasa waziri wa ujenzi pamoja na kuwa muhimu ashiriki wiki ya utafiti pale University of Dar es Salaam, yes,
lakini pia muhimu katika kuangazie tafiti ambayo itaondoa malori ambayo yanakwamisha ambao ni kero kubwa sana kwako. Kero kubwa sana kwa wananchi wa Dar es Salaam na maeneo ambayo yanakuwa ni. Lakini pia tafiti zimefanyika kuhusu kwenye engineering kuhusu barabara zinazodumu muda mrefu, ujenzi wa barabara. Sasa tumeshuhudia barabara zetu tunajenga, baada ya miaka 2-3 tayari zinaanza kutengeneza mashimo, barabara hoi. Sasa tafiti zipo pia zinaonyesha jinsi gani ya kutengeneza barabara imara. Kuna tafiti zinaonyesha jinsi gani ya kupata maji. Dar es Salaam maeneo kadhaa hayana maji, zimepita wiki kadhaa maji hakuna. Tafiti zipo zinaonyesha vyanzo vinavyoweza kutupa maji kwenye majiji kama Dar es Salaam. Vyanzo vipo. Tafiti zituambie hata usambazaji pia, maji yanatokaje kwenye vyanzo kumfikia Mtanzania nyumbani kwake. Vyanzo vipo. Kwa hiyo kuna matatizo kuna mambo ya ajira. Tafiti zipo zinaonyesha jinsi gani vijana wa Tanzania wanaweza kuondokana na changamoto za ajira. Kwa hiyo ni namna gani sasa, tafiti zipo kama ambavyo tunaona pale, lakini ni namna gani tunazitumia hizo tafiti. Hapo ndo kuna kizungumkuti. Na ukishasikia neno kizungumkuti, pata shika, ujue kuna mambo hayajakaa sawa. Nguo kuchanika. Turejee kwa David Wakarungi. Bila shaka atakuwa ameshafika. Anajiweka sawa, lakini atakapokuja David Wakarungi tutatamani sasa tuone angalau tuone mambo mawili matatu kuhusu hizo tafiti zenyewe. Lakini kubwa zaidi Balkis, leo ni uzinduzi wa wiki ya utafiti. Natarajiwa kwamba waziri wa madini Anton Mavunde atakuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo.